Mwili wa kijana anayefahamika kwa jina moja la Edward ambaye alikuwa ni dereva bodaboda umekutwa katika shamba la mahindi eneo la Nemagas, halmashauri ya mji wa Babati mkoani Manyara. Edward anadaiwa kuuawa na abiria wake ambaye bado hajafahamika kabla ya kutokomea na pikipiki ya marehemu. Tukio hilo limezua taharuki kwa wakazi wa eneo hilo na sasa waendesha bodaboda wenzake ambao wameiomba serikali na vyombo vya ulinzi na usalama kuchukua hatua haraka za kisheria za kuchunguza kifo hicho na kuhakikisha wahusika wanakamatwa na kufikishwa kwenye vyombo vya kisheria. Jeshi la polisi mkoani Manyara limethibitisha kutokea kwa tukio hilo. Tayari polisi wamefika eneo la tukio na kuchukua mwili wa marehemu kwa ajili ya uchunguzi zaidi. Mimi naitwa Ali Sulemani, ni bodaboda na paki la Kiweli, naishi hapo Miomboni. Kuhusiana na tukio hili limetuumiza sana kwa sababu ni matukio mengi ambayo yanajirudia kila siku. Kwa hiyo si kama bodaboda tunapata wakati mgumu sana wa kufanya kazi. Pili, si ombi letu ni kwa serikali kuhusiana na matukio kama haya kwa sababu wenyewe ndo wanayashughulikia. Kwa hiyo mimi naomba yanapopatikana matukio kama haya wafuatilie na wanapopata wahalifu wasipatikane kuachiliwa kwa sababu ndo wanaorudi mtaani, ndo wanaotuzidi kututeketeza kila siku. Kama mimi hapa ninavyoongea nimekuja kushuhudia tukio la mwenzangu hapa. Mimi tarehe 6 nimeibiwa pikipiki yangu mpya ambayo haina hata miezi 3. Na matukio yanavyotokea kuna watu ajabu ambao tuko nao mtaani wanakuja huko wanajifanya ni bodaboda lakini mwisho wa siku ndo hao. Kwa hiyo mimi naomba sana serikali tusaidie. Sababu ni matukio kila siku yanayojirudia. Sio mageni. Tunawapoteza wenzetu wengi na wanauliwa kwenye vifo vya kikatili kama hivyo unavyoona. Kwa hiyo sisi kiufupi tumeumia sana. Yaani ni kutokuishi na watu ambao hawafahamiki. Kwa sababu watu ambao hawafahamiki unakuta mtu unamuona mara ya kwanza mara ya pili humuelewi ni nani. Kwa hiyo mimi nahisi tungekuwa tunawafichua watu kama hao ingesaidia sana kwa sababu kila sasa hivi kuna utambulisho. Mtu anapofika kwenye mji ajitambulishe, ajulikane. Huyu anafahamika sana, anapaki pembaini pale karibu na Eagle Farmers. Ni mtu ambaye anajulikana, ni mstaarabu sana huyu brother. Mimi namfahamu. Kwa hiyo namfahamu vizuri sana. Imetuuma sana kutokana na kifo chake kama hivyo alivyofariki. Wasipopatikana maana yake sisi tutaiomba serikali kuu sasa iingilie kati kuhusiana na jambo hili. Ndio tamko letu. Wapatikane tu kwanza haraka sana. Ndio tamko letu. Mimi kama mwenyekiti wa maafisa usafirishaji. Kwa majina naitwa Francisca Nderasio Mtei, ni mkazi wa hapa Babati mjini, napaki kijio cha kwa Bombo hapo. Kwa taarifa hii tumesikitishwa sana. Sasa kutokana pia na sisi wengine ni bodaboda wa kike. Kutokana na hivi tukio kama hili limetokea, la huyu ni wa kiume tukafanyia tukio kama hili. Je, kwa hakika ataweza kweli kufanya kazi kama hii, kujaribu pia kufanya kazi kama hii? Hatoweza. Pia tunasikitishwa kwa watu wanafanya vitendo kama hivi. Hebu waache mara moja kwa sababu hata si bodaboda tunatafuta biashara, ni maisha tunayotafuta. Tunasikitishwa sana. Tahadhari ambayo tunatakiwa tuchukue pia kupaki pia kwa muda kwa sababu hapa hatujui tukio limetokea ni usiku wa muda gani.